Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nikukaribishe tena katika somo letu zuri jipya ambalo tunakwenda kujifunza. Leo nataka tujifunze kwa habari ya upendo. Upendo ni kitu muhimu sana, ni kitu ambacho ndio kimebeba wokovu wako. Upendo umebeba maisha yako halisi ya wokovu. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana, la thamani sana kwa ajili yako wewe ambaye umeamini. Na upendo ndio unaotambulisha wokovu wako, unatambulisha maisha yako halisi, wewe ni nani mbele za Mungu. Na unapokosekana upendo, kuna vitu vinapotea kwenye maisha yako. Upendo unapoondoka, upako au kwa lugha nyingine baraka, au lugha nyingine ile nyota inakuwa haipo. Sasa nataka tuangalie kwa mapana kwa habari ya upendo. Yohana ile sura tukianzia ya 13 ule mstari tuanzie wa 31. Biblia inasema hivi: basi huyo alipokwisha kutoka Yesu alisema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu amemtukuza ndani yake. Mungu naye atakutukuza ndani ya nafsi yake, naye atakutukuza mara. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, mtanitafuta. Na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja, kadhalika sasa nawaambia ninyi. Amen. Yesu aliwaambia Wayahudi, mimi ninakoenda nyinyi hamwezi kuja. Hilo swali ambalo alilowaambia Wayahudi, anawageukia waamini, anawageukia waliomwamini, anasema na nyinyi pia nawaambieni hamuwezi kuja. Sasa kumbe kuna kitu ambacho kinazuia mtu kwenda kwa Mungu. Kuna kitu hicho ni nini? Ambapo ndiyo pointi yetu 34. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Umeona? Kwa hiyo sasa hiyo ni sifa. Unaona upendo jinsi ulivyo mkuu, kwamba tunapopendana, moja ni utambulisho tumefanyika wanafunzi wake. Hiyo namba moja. Namba mbili, upendo pia unakupa access, kibali cha moja kwa moja kuwa na Mungu. Amen. Kwa sababu yeye ni pendo, basi lile pendo amelimina ndani yako. Tunaendelea. Anasema hivi, Simoni Petro akamwambia, Bwana, unakwenda wapi? Yesu akamjibu, niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Amen. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Yesu akajibu, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amini nakwambia, jimbi hatawika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Maana yake, kwa nini alimkana? Sheria namba moja ya kumfuata Mungu ni lile pendo. Ndio maana tutoke hapo kwanza. Namba moja, unapozungumza neno pendo, pendo maana yake ni sheria. Pendo maana yake ni amri, ambayo amri sasa amempa nani? Ametupa sisi, amekupa wewe, ambayo uishike hiyo amri ya nini? Ya upendo. Kwa nini Yesu anamwambia utanikana mara 3? Utaweza kuelewa. Hebu twende tena katika Yohana
sura ya 14, Yohana hiyo hiyo 13 mstari wa 34. Biblia inasema hivi, amri mpya ninawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Amen. Maana yake hii ni amri, hili ni agizo. Amri maana yake ni lazima. Amri maana yake sio ombi. Tumepewa kupenda. Kwa yoyote anayemwamini Yesu Kristo, maana yake kupenda sio ombi, ni amri. Ukisoma tena neno la Mungu nasema hivi kwenye ule mstari wa 15 Yohana, sura ya 15 Yohana 12, Biblia inasema hivi, amri yangu ndio hii, ili uweze kuelewa mahali hapa. Ukianzia juu anasema hivi, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda nyinyi, kaeni katika pendo langu. Maana mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Umeona mahali hapa anavyosema kwa habari ya upendo, maana yake kuzishika amri. Sasa unapozungumza neno amri hapa mahali hapa, naomba ujifunze. Kuna watu wakisikia amri wanakimbilia kwenye amri za Agano la Kale waliopewa Wayahudi. Naomba usijichanganye. Kuna amri walipewa Wayahudi na kuna amri lilipewa kanisa. Kanisa lilipewa amri ya upendo. Wayahudi ndio walipewa zile amri 10, lakini kanisa likapewa amri ya upendo. Anasema mkinipenda mtazishika nini? Amri zangu. Anaendelea anasema hivi, amri yangu ndio hii, mpendane kama alivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Umeona? Sasa hapa unaweza ukajiuliza, inakuwaje? Kwani Yesu amri 10 hakuwa anaziona mpaka ataje amri ya upendo? Amri 10 hazikuwepo? Tuulizane mimi na wewe, maana yake zilikuwepo. Kwa nini sasa anasema? Ndio maana Yesu anaulizwa, katika amri zote ni ipi iliyo kubwa na ipi amri ya kwanza? Yesu anasema hivi, amri ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wako ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili yako yote. Na ya pili ndio hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Maone? Anasema ukisoma ule mstari, Biblia inasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yangu iwe itimizwe. Amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Simoni anasema siwaiti tena watumwa, maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu ili yapate kwamba matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya na waamuru ninyi.
mpate kupendana. Amen. Ninawaamuru mpate kupendana. Maana yake upendo, unaona, ni amri, ni maagizo, ni amri. Amen. Kwa hiyo sasa, kwa nini tunapenda? Kwa sababu yeye alitupenda sisi kwanza. Ndio maana kama vile sisi alivyotupenda akatupa hiyo amri ya sisi kupendana. Amen. Kwa hiyo sifa ya kwanza. Jambo la pili, unapozungumza neno pendo, pendo maana yake ndiyo linakupa wewe kibali cha kusikilizwa maombi yako. Watu wengi sana wanafikiria kwamba maombi ni maneno tu, au shetani ataondoka kwa kumwambia toka. Biblia inajieleza, iko wazi, au kwa kusema majini toka. Hujawahi kuona watu wana mapepo yakiongea ndani yao? Maana yake yakitawala maisha yao na yanaongea ndani ya watu. Unaona, wakati wa maombi mapepo yanaongea yakiwa kwamba huyu anaomba sana, hatutaki aombe. Kwa nini anaomba? Sasa kwa nini? Hayo ni mapepo. Tafasiri yake huyu mtu bado ana vifungo. Ndio maana kanuni na kuonyesha, unapotembea kwenye lile neno, Yesu anasema mkishika amri, anasema lolote mtakaloomba Mungu atawapeni. Maanake unapotembea kwenye pendo, maana yake unatembea kwenye nuru, unatembea kwenye mwanga, unatembea sasa. Utakapoanza kuomba, mbingu zinakupokea kama mtoto wa Mungu, maanake mbingu zinasikia. Biblia inasema, neno la Mungu nasema hivi kwamba mbingu zikafunuka, sauti ikasikika ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, msikilizeni yeye. Maana yake wakati Yesu anabatizwa, ukisoma kwenye ile Mathayo, mbingu zikafunuka, sauti ikasikika ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, msikilizeni yeye. Kwa hiyo sasa nadhani unaweza kuona vizuri. Tunajifunza somo letu ni upendo. Upendo ni amri. Ngoja tusome Mathayo sura ya 12 na ule mstari tukianzia wa 32. Naye mtu yoyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ulimwengu ujao. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, ufanyeni kuwa mti mbaya na matunda yake kuwa mabaya. Somo letu tunajifunza kwa habari ya upendo. Pointi yetu mahali hapa sio ya huku juu. Pointi yetu nataka nikuonyeshe kufanya hapa mti ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yenu kuwa mazuri. Kwa upendo linaonyesha, linatambulisha wewe ni mtoto wa nani, wewe unamilikiwa na nani. Mpaka mapepo yanakaa ndani ya mtu, yanayatawala maisha ya mtu, tayari yanakuwa yametambua huyu anamwamini baba yake, lakini anachokifanya ni kinyume na baba yake. Kwa hiyo tunaambiwa ufanyeni. Sasa ndio maana ukiweza kuelewa kanuni na ukatembea kwenye upendo, upendo ndio asili ya Mungu, upendo ndiye Mungu mwenyewe, upendo ndiyo roho wa Mungu, upendo. Kwa hiyo sasa Mungu ametuagiza, Mungu ametuamuru. Ngoja tusome Marko sura ya 12 na ule mstari wa 28. Biblia inasema hivi, na mmoja wapo wa waandishi akafika, akawasikia wakisemezana, naye akatambua ya kuwa amewajibu vema, akauliza, katika amri zote
ni ipi iliyo amri ya kwanza? Si umeneweza? Katika amri zote ni ipi iliyo amri ya kwanza? Hilo swali anayeuliza huyu, kumbuka ni mwandishi, ni mbobezi. Kumbuka swali alilomuuliza alikuwa analenga kuuliza kwa habari amri 10, zile amri 10. Umeona? Kwa hiyo sasa akili yake ilikuwa kule, kwa hiyo na majibu yake alitegemea aambiwe amri 10 pengine ni yaitunze Sabato. Lakini angalia majibu ya Mungu. Yesu akasema, katika amri zote ni ipi ya kwanza? Yesu akajibu, ya kwanza ndio hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Hiyo ni amri ya Mungu. Na ya pili ndio hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni moja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote, na kwa ufahamu wote, na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwa faa kuliko sadaka nzima ya kuteketezwa na dhabihu. Naye Yesu alipoona ya kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu kumsaili neno tena tokea hapo. None. Kwa hiyo sasa, maana yake tuulizane mimi na wewe, amri 10 hazikuwepo? Zilikuwepo. Kwa nini sasa Yesu anajibu amri ya kwanza ndio hii moja, pende Mungu kwa moyo, kwa roho, kwa akili, kwa nguvu? Nini maana ya kumpenda Mungu kwa moyo? Nini maana ya kumpenda Mungu kwa akili? Na nini maana ya kumpenda Mungu kwa roho? Moja, unapozungumza mpende kwa moyo wako, kwenye moyo ndio yanatoka maamuzi, kwenye moyo ndio kuna hisia. Sasa Mungu anataka yale maamuzi yako, zile hisia zako. Kwenye moyo ndio inatoka akili. Akili yako maana yake uielekeze kwake. Hiyo namba moja. Mpende Mungu kwa roho. Nini maana ya kumpenda Mungu kwa roho? Ndani yako una roho. Yule roho aliyoko ndani yako sasa ndio huyo umsikilize. Ulisikilize neno. Neno la Mungu ni roho. Yesu akasema neno ni roho, tena ni uzima. Yohana 6:63. Sasa kumpenda Mungu kwa roho ni wewe kulipenda neno tena. Hiyo namba moja. Namba 2, jambo la tatu, kumpenda Mungu kwa nguvu. Nguvu maana yake ni eneo la mwili wako, la akili yako, la uchumi wako. Kwa hiyo sasa kuna wakati utasikia nifue. Wakati huo huo Mungu atakutaka uwe pamoja na yeye, na wewe utataka ngoja nifue, ngoja niende kwenye mpira. Kuna wakati Simba atacheza na Yanga, wakati huo Roho wa Mungu atakutaka uwe naye. Umeona? Ndio maana ya kumpenda Mungu. Kwa nini? Kwa nguvu, maana yake kwa mwili wako, kutoa mwili kwa ajili ya kukaa, kujifunza, kupata maarifa yake. Sio jambo la kawaida. Unamkuta mtu kaacha mambo yake, halafu amekaa anasikiliza. Petro akasema, tumeacha vyote tukakufuata wewe, tutapata nini? Sio jambo la kawaida. Mtu unakuta kaacha shughuli zake, amekaa anasikiliza neno. Kwa hiyo ndio maana hiyo ni hatua yetu, ni sehemu yetu ya kwanza kwa habari ya upendo. Lakini tunaendelea kujifunza kwa habari ya upendo. Tutakwenda kuangalia upendo una matunda na namna gani usipotembea katika upendo kuna vitu unavipoteza vikubwa sana. Anointing, upako, nguvu ya Mungu
inaondoka kwako, nyota ile nuru yako, baraka yako. Watu wanahangaika kuibiwa nyota. No, sikiliza neno, utaweza kuelewa nyota yako inapoteaje. Kwa hiyo kwa Mungu huku sisi tunaamini baraka. Neno nyota ni lugha nyingine hii ya kidunia. Nataka niongee ili uweze kunielewa. Maana yake nini? Unaposhindwa kutembea kwenye kanuni ya Mungu, unapoteza baraka yako au nyota yako, kile Mungu alichokiahidi. Kwa hiyo tunaendelea sasa na somo letu sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya kwanza. Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili mwingine naye ajifunze kama wewe ulivyojifunza. Mungu akubariki. Amani iwe